Naam, salamu zetu za zote zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na basi hiyo ndio furaha yetu, na tunawakaribisheni kwa sasa hivi kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuwa tete. Na tutaanza na kuongelea habari ambayo imetukuta hivi karibuni ambayo inahusu hali ya kiusalama, na inasemekana ya kwamba wapiganaji wapatao 13 wa muungano wa wahasi wa M23 AFC kwa kushirikiana na kundi la silaha la Twirwaneho wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Mikenge lililopo katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vinavyoaminika, kujisalimisha huku kulifanyika katika saa za asubuhi ya Jumapili tarehe 5 Aprili mwaka huu. Wapiganaji hao wa zamani waliondoka Minembwe Centre wanadaiwa kuondoka katika maeneo yao ya operesheni kabla ya kuelekea kwa hiari kwenye vituo vya FARDC. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa kila mmoja kati ya wale wapiganaji 13 alikuwa na silaha aina ya AK-47 wakati wa kuwasili kwao. Walipofika walikabidhi silaha zao kwa kufuata taratibu zilizowekwa na jeshi kuhusu kuwavua silaha na kuwahudumia wapiganaji wanaoamua kuacha vita. Kujisalimisha huku kunajiri katika mazingira ambayo bado yana changamoto za kiusalama katika maeneo ya Plateau ya Fizi ambako makundi kadhaa ya wahasi bado yanaendelea kufanya kazi. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, vyanzo vya eneo hilo vinaharifu kuwa hali ya usalama bado ni tete sana katika wilaya ya Masisi ambapo mapigano makali yaliripotiwa hiyo Jumapili tarehe 5 Aprili mwaka 2026. Mapigano hayo yamekumba wanamgambo wa muungano wa AFC M23 dhidi ya makundi ya wapiganaji wa Zalendo ya IPCRN na ANCDH-AFDP. Matukio hayo yamejikita katika maeneo ya Tongo na Shingisha karibu na Lukweti. Kwa mujibu wa mashahidi kadhaa, milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa sana na kusababisha hofu na taharuki kwa wananchi wa eneo hilo na kusababisha watu kuhama maeneo salama kwa tahadhari. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa ongezeko la mvutano katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini linaonyesha kuendelea kwa ushindani wa kikundi na mapigano ya kudhibiti maeneo kati ya makundi tofauti yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo. Wananchi wanaripoti hofu inayoongezeka kutokana na ukosefu wa usalama na hatari kwa mali na maisha. Hakuna uthibitisho rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu wa mali uliotolewa bado, lakini hali hiyo inafuatiliwa kwa karibu na mamlaka za eneo na mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika eneo hilo. Watafiti wa masuala ya usalama wanaona kuwa mapigano haya yanaonyesha udhaifu unaoendelea kwa usalama katika baadhi ya sehemu za mashariki mwa DRC licha ya juhudi za kuimarisha hali ya usalama. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanzishwa kwa mfumo wa kupokea kwa muda wahamiaji kutoka mfumo wa makubaliano yaliyofikiwa na Marekani. Hatua hii itakayoanza kutekelezwa kuanzia Aprili mwaka huu inawahusu raia wa nchi za tatu wanaosimamiwa chini ya sera za uhamiaji za Marekani. Kwa mujibu wa mamlaka zilizoko Kinshasa, zinasema kwamba utaratibu huo umewekewa mipaka madhubuti na umeundwa kuwa wa muda mfupi. Serikali ya Kongo inasisitiza kuwa inaendelea kuwa na mamlaka kamili juu ya maamuzi yote yanayohusiana na kuingia, kukaa pamoja na hali ya kisheria ya watu wanaohusika. Maafisa wa serikali wanaeleza kuwa mpango huo unafuata msingi ya kibinadamu na kuheshimu wajibu wa kimataifa wa nchi katika kulinda haki za wahamiaji na kuimarisha mshikamano kati ya mataifa. Kwa hiyo, kulingana na Kinshasa, hatua hii sio uhamishaji wa jukumu la uhamiaji, bali ni ushirikiano wa muda mfupi unaodhibitiwa kwa makini. Katika upande wa kifedha na kiutendaji, gharama zote zinazohusiana na mapokezi, ikiwa ni pamoja na miundombinu, usimamizi wa kiufundi na shughuli za ufuatiliaji, zitagharamiwa
kikamilifu na serikali ya Marekani. Mamlaka za Kongo zinahakikisha kuwa operesheni hii haitakuwa na athari yoyote kwa bajeti ya taifa. Wahamiaji hao watapokelewa katika vituo vilivyoandaliwa ndani ya mji mkuu, yani Kinshasa, hatua inayolenga kuhakikisha ufuatiliaji wa karibu katika nyanja za kiutawala, usalama na misaada ya kibinadamu. Mpangilio huu wa kuwakusanya katika eneo moja pia unarahisisha uratibu kati ya taasisi mbalimbali zinazohusika. Serikali imefafanua pia kuwa ukahaji wa wahamiaji hao si wa kudumu. Kila kesi itashughulikiwa kivyake kulingana na taratibu zilizopo na maamuzi ya mamlaka husika. Hatimaye Kinshasa imekataa tafsiri yoyote inayoweza kuwa na mpango huo kama sera ya kuhamasisha au kusambaza wahamiaji nje ya mipaka ya nchi nyingine. Mamlaka zinasisitiza kuwa makubaliano haya yana mipaka, yanathibitiwa na yanaheshimu mamlaka ya taifa, huku serikali ikiendelea kushikilia udhibiti kamili wa mchakato mzima, ikiwemo maamuzi ya kubaki, kuondolewa kwa hadhi au kurejeshwa kwa wahamiaji hao. Uamuzi huu unakuja katika muktadha wa kimataifa unaoshuhudia kuongezeka kwa sera za ushirikiano wa uhamiaji kati ya mataifa, hali inayobeba changamoto za kibinadamu, kisiasa na za uhuru wa kitaifa. Na tukiangazia upande wa waasi wanaozorotesha hali ya usalama katika mashariki mwa DRC, kuna stori ya kindakindaki inayosema kuwa muungano uliofikiwa mwaka wa 2024 kati ya kundi la waasi la Twirwaneho linalotokana na jamii ya Banyamulenge katika mkoa wa Kivu Kusini na waasi wa M23 unaashiria mabadiliko makubwa katika mienendo ya kisiasa na kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yamebainishwa katika ripoti iliyochapishwa mwezi huu Aprili mwaka huu 2026 na Congo Research Group CRG kwa ushirikiano na Center on International Cooperation CIC ya chuo kikuu cha New York. Kwa mujibu wa uchambuzi huo, ukaribu huu ni tofauti kubwa na msimamo wa kihistoria uliokuwa ukichukuliwa na baadhi ya viongozi mashuhuri wa Banyamulenge tangu kipindi cha uasi wa Rassemblement Congolais pour la Démocratie, yani RCD, kati ya mwaka wa 98 na 2003. Wakati huo, makamanda wengi wa jamii hiyo walikuwa na mashaka makubwa au hata uhasama wa wazi dhidi ya Kigali, wakidai kuwa Rwanda ilitumia Banyamulenge kama chombo katika vita mbalimbali, jambo lililochangia kutengwa kwao na kuharibu uhusiano wao na jamii nyingine za Kongo. Miongoni mwa viongozi hao walikuwa ni Pacifique Masunzu, Michel Rukunda maarufu kama Makanika ambaye tayari ni marehemu, ndiye ambaye aliyekuwa kiongozi wa Twirwaneho, pamoja na Richard Tawimbi. Hata hivyo, hali ya usalama katika nyanda za juu ya Sud Kivu ama Kivu Kusini ilibadilisha taratibu ya misimamo hiyo. Kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya Banyamulenge pamoja na hisia ya kutekelezwa na serikali ya Kinshasa kulisababisha mabadiliko ya kimkakati. Kuanzia mwaka wa 2023, baadhi ya wanadiaspora wa Banyamulenge walianza kushinikiza kuanzishwa kwa ushirikiano na M23. Katika mwaka huo huo, wapiganaji wa Twirwaneho walianza kutumwa katika kambi za mafunzo zinazohusishwa na waasi hao, licha ya kuwepo kwa wasiwasi wa awali, hasa kutoka kwa Makanika aliyekuwa na hofu kuhusu athari ya muungano huo kwa uhalali wa kundi hilo ndani ya jamii. Twirwaneho hatimaye iliingia rasmi katika muungano huo mwaka wa 2024. Hatua hiyo ilianza kuleta mabadiliko ndani ya Alliance Fleuve Congo, yani AFC, muundo wa kisiasa na kijeshi unaounganisha M23 na washirika wake. Ripoti hiyo pia inaangazia kuteuliwa kwa Fredika Nyiki, mwanachama wa diaspora ya Banyamulenge aliyewahi kuishi Marekani, kuwa mratibu msaidizi wa AFC. Aidha, yeye ni kiongozi wa Mouvement des Républicains pour la Dignité des Peuples MRDP, ambalo ndilo jina rasmi la Twirwaneho. Kuteuliwa kwake kunaonyesha nia ya AFC kupanua msingi wake wa kisiasa zaidi ya Kivu Kaskazini kwa kujumuisha wadau kutoka Kivu Kusini. Kwa mujibu wa waandishi wa ripoti hiyo, muungano huo unabadilisha mizania ya kijeshi katika eneo hilo, unatoa nafasi kwa M23
kufungua uwanja mpya wa mapambano katika Kivu Kusini, mkoa ambao kundi hilo limekuwa likijaribu kuimarisha uwepo wake kwa muda mrefu. Hali hii inaweza kuongeza zaidi migogoro katika eneo ambalo tayari lina changamoto kubwa za kiusalama. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndio kwamba tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na basi tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, na basi tukutane kwa majaliwa. Asante.